So mzigo unaanza nje ya jengo la halmashauri ya manispaa ya Abuja, na hapo tunakutana na wawili hawa bana ambao hii leo wamekuja eneo hili kwa ajili ya kuweza kufunga ndoa ya kiserikali. Lakini swali kwao ni kwa nini wamefikia maamuzi ya kuweza kufunga ndoa hii ya kiserikali? Na ndio hapo sasa mzigo huu bana unapoturudisha nyuma. Huyu dada anaitwa Ifunanya Mary Okoye, ni binti pekee kwenye familia ya Pastor Enoch Okoye, familia ambayo ilikuwa imejidhatiti kwelikweli katika imani ya Kikristo, na huyu binti yao pia walikuwa wamemlea na kumfunza kwenye njia hizo. Na upande wa pili, huyu ni Hamza Suleiman Bello, mtoto pekee wa kiume kwenye familia ya Imam Suleiman Bello, kiongozi mkuu wa msikiti wa eneo hili, na ni familia ambayo imejidhatiti kwelikweli katika imani ya Kiislamu, na ndo malezi pia ambao walikuwa wamemkuza huyu mwamba wa kuitwa Hamza. Sasa tofauti ya hizi dini zao kwa wawili hawa ndo kitu pekee ambacho kinawapatia shida kwelikweli kuweza kuendeleza mahusiano yao, na hii kamepelekea kuweza kufanya mahusiano yao kuwa ya siri kwelikweli. Sasa leo Ifunanya anamfuata bi mkubwa wake akiwa na furaha kinoma, anamweleza mama yake kwamba majibu yake PPA yametoka baada ya kusubiri kwa muda toka malize chuo, na sasa ameweza kuchaguliwa kwenye kampuni ya Bellsman Construction kwenda kufanya kazi eneo hilo. Na mama yake kafurahi kinoma, akiamini kwamba Mungu ameweza kutenda muujiza. Mara baba wake Pastor Enoch anafika, furaha familia inaongezeka. Ndo kuna kule bana anamweleza baba mtu kwamba mtoto wake ameweza kuchaguliwa kwenye kampuni ya Bellsman na atakiwa aweze kwenda kufanya kazi mara moja. Pastor Enoch anafurahi sana, na kama kawaida na utaratibu wa kifamilia wanaanza kuangusha maombi pale kuweza kumshukuru Mungu kwa kila kitu. Na leo sasa ndo siku ya ubidada kuenda kuanza kazi eneo lile, anaiaga familia yake na safari ofisini. Lakini sasa kufika eneo hili, moja ya viongozi ya eneo lile akawa anashangaa kinoma, binti huyu wa Kikristo tena kutoka mashariki mwa Nigeria anawezaje kuja kufanya kazi ofisini kwao kaskazini kabisa mwa Nigeria, ambako huko kabila na dini zilikuwa tofauti kabisa na alikotoka huyu binti. So ndo akawa anamuuliza kwamba una yote ambaye anafahamiana naye kwenye hii kampuni, maana his wonder imekuwaje kuaje amechaguliwa? Ndo binti akasema hapana, sina yote ambaye namfahamu, naituma maombi na ndo hivyo amekubaliwa. Basi bana, ndo hivyo kama amekaribishwa ofisini kwamba kuanzia hivi sasa atakuwa ni msaidizi wa CEO wa hiyo kampuni. Asa binti kwenye kutoka kuelekea ofisini anapishana na HR, anamsalimia lakini HR amekausha, na HR kushuka akaanza kupiga umbea na huyu mwamba, na wote wakawa wanashangaa kwamba binti huyu wa Kikristo tena wa kabila la Igbo anakujaje kufanya kazi kwenye kampuni hii ambao viongozi wake Waislamu. Ikawashangaza. Asa binti kufika huku juu ofisini bana, ndo anakutana na Hamza. Kumbe Hamza bana ndiye ambaye aliweza kumlengesha kuja kwenye kampuni hii ambayo ilikuwa ni kampuni ya baba yake, na wote ulikuwa ni mchoro ili binti huyu aweze kuja kufanya kazi karibu na yeye kwa ajili pia kuweza kuendeleza mahusiano yao. Na ndo hapo bana akawa amekumbushia struggle zao za miaka yote toka wako wadogo shuleni, namna ambavyo walikuwa wanajiibaiba kwenye familia zao ili wao wawili waweze kukutana, and finally right now wanakutana hapa ofisini wakifanya kazi pia ofisi moja. Sasa Ifunanya anarudi nyumbani leo baada ya siku ya kwanza kazini. Kufika wazazi wake wanafurahi kinoma, ndo hapo sana waambia kwamba majukumu yake kikazi kuanzia hii leo atakuwa ni msaidizi wa CEO wa hiyo kampuni. Ndo mama yake anasema wait, mbona haraka? Lakini binti anasema ndo hivyo, na ndo nafasi ambayo ameweza kupatiwa kwenye ofisi ile. Ikabidi mama yake aweze kuuliza, huyo CEO wenu ni mwanamke mwanaume? Akaambiwa mwanaume. Na akauliza dini yake ni Mkristo au Muislamu? Akaambia kwamba ni Muislamu. Ndo mama yake akasema huyu tena mbona ni msala, maana swala la kidini kwenye maeneo yao wanaoishi ilikuwa ni swala kubwa kinoma, na hofu ya mama yake ilikuwa ni kwamba wasikampoteza binti yao akaenda kuchukuliwa na watu wa imani nyingine. Lakini baba yake akasema as long as ni kwenda kikazi, unafanya kazi na unarejea nyumbani, hakuna shida, sio ni shida wa kufanya kazi kwenye eneo ambalo wana imani ya dini nyingine. Asa leo jioni kwenye msosi story na familia, ndo mama yake bana anaita breaking news kwamba rafiki wa baba yake kwa maana Pastor Philip na anarejea Nigeria kutoka Uingereza. Sasa wanadhani kwamba mtoto wao kuna namna ambavyo, ndo Ifunanya akashangaa, mnamaanisha nini? Ndo babake akasema kwamba anaifahamu familia hiyo, anamfahamu na huyo kijana pia amekuwa akisomea uchungaji, so wanadhani kwamba huenda akawa ni perfect fit kwa mtoto wao, bila kujua kwamba Ifunanya tayari moyo wake upo kwa Hamza na asikii chochote kile. Lakini familia hii kwa sababu ya masuala ya kidini wao wanaamini kwamba binti yao anapaswa kuolewa na Mkristo mwenzake. Sasa taarifa hii bana kuweza kumfikia Hamza ikawa imemuumiza kinoma, akaona kama mchuano ni mkubwa na huenda akampoteza mpenzi wake Ifunanya kwa sababu ya tofauti hizi za kidini. Lakini Ifunanya akasema walahi, siwezi kukuacha mpenzi wangu, na hakuna kitu kama hicho ambacho kinaweza kututenganisha. Kishingo upande Hamza ikabidi akubali, lakini mwisho wa siku akasema kwamba na surprise yake, na hapo ndipo akamtolea funguo ya gari na akasema kwamba amenunulia gari hata kabisa mpenzi wake aweze kupata tabu kwenye issue ya usafiri. Ifunanya akawa amefurahi sana bana. Sasa leo akawa amerudi na gari mpaka nyumbani kwao na akapaki pembeni ya gari la babake. Babake kutoka akashangaa,
hii gari imekuwaje? Ndio Faraja anasema kwamba ni gari lake, ofisi imeweza kumzawadia kwa ajili ya kuweza kufanya shughuli za kiofisi. Ndio mzee akasema, mwanangu, hebu njoo ndani tuweze kufanya maombi. Kufika ndani, habari hii inaweza kumfikia mama yake kwamba binti yako anamiliki ufunguo wa gari. Mama yake akafurahi sana, wakaanza kushusha maombi pale, wakiamini kwamba Mungu ameweza kumfungulia binti yao na kumsaidia bila kujua kwamba yote haya yamekuja na kuna kitu kiko behind. Upande pia wa familia ya Hamza walikuwa pia wana mpango kuweza kumwozesha mtoto wao Hamza kwa binti ambaye anaitwa Aisha, ambapo binti alikuwa ni binti wa huyu mwamba wa kuitwa Usman, rafiki mkubwa sana wa mzee Suleiman Bello, na wawili pia ndio kutengeneza ile kampuni ya Bellasmop. So ili kuweza kuleta ukaribu uswaiba wao, wakawa wamepanga kuweza kuwaozesha watoto wao ili waweze kuoana, waweze kuboresha pia uswaiba wao. Hasa leo Aisha anakuja kwenye familia ya Hamza, lakini kufika anaweza kumlalamikia mamake Hamza kwamba mtoto wao hampatii muda kabisa na ni muda mrefu toka wachumbiane waweze kuwekwa pamoja, lakini Hamza ni kama vile hamtaki. Ndio mamake anamtetea, anasema kwamba hapana, ila tu majukumu ya kazi ya Hamza ndio anafanya yawe bize, lakini nataka kuamini kama Hamza hamtaki huyu binti. Lakini Aisha anasema hapana mama, hata kama ubize sio level hii, na mimi napata aibu huko mtaani, wanazungumza vingi, so kama inawezekana zungumza na Hamza. Ndio mama anasema sawa, nitaweza kuzungumza na mtoto wangu. Lakini bado akiwa wako pale, Hamza huyo anafika, anasalimia, hata kusepa, mamake anamuita, lakini Hamza kumwona Aisha kagoma kabisa kuweza kurejea. Ndio Aisha kabidi aweze kumfuata chumbani kumuuliza nini shida baba, mara toka tuweze kuwa pamoja na kuchumbiana pia umekuwa uko bize na unaongeleshi kabisa, au sikuvutii, au una hisia na mimi baba, au kuna mtu mwingine uko naye? Reaction za Hamza zikampatia jibu Aisha kwamba huenda huyu mwamba ana mtu mwingine, kitu kama amemuuma sana Aisha. Ndio Hamza kabidi aweze kumweleza ukweli kwamba yeye ana hisia na yeye kabisa, na kama taoana itakuwa ni kwa ajili ya kuweza kufurahisha wazazi wao, kitu ambacho yeye hakitaki kabisa. Sasa leo mzee Usman akamefura kwa hasira na akamekuja kwa Suleiman Bello na akamemind kinoma kwamba mtoto wako amemjibu mtoto wangu kwamba hamtaki na hawezi kuoana, huku kijua fika kabisa kwamba mahusiano haya na ndoa hii ingeweza kutusaidia kwenye biashara zetu. Na mzee Suleiman Bello akasema hapana, hawa lazima wataoana na mimi nitaweza kuzungumza na mtoto wangu na kila kitu kitakuwa sawa. Lakini Usman kisukari kiko juu, namwambia kwamba kama hutoweza kusababisha mtoto wako kama mtoto wangu, na mimi nitafuta share zangu zote kwenye kampuni yetu na nitajitoa, kitu ambacho ilikuwa stress kwa Suleiman kwa sababu share nyingi zilikuwa ni za huyu mwamba Usman na yeye pia alizihitaji. Sasa leo Suleiman anaweza kuzungumza na mtoto wake Hamza, anamweleza kwamba mzee Usman amekuwa na hasira sana kwa jinsi ambavyo yeye Hamza anamchelewesha binti yao kumwoa na hakuna sababu yote ile ya msingi. Ndio hapo Hamza anasema hapana, mimi siwezi kumwoa mtu ambaye simhitaji na moyo wangu hauko kwake. Ndio mzee Usman anashangaa, unasema nini wewe? Unajua kabisa uswaiba wangu na Usman ulivyo. Ndo Hamza anakomana msomo wake kwamba hawezi kukubali kuweza kuoa kwa ajili ya kuwaridhisha wao, ataoa kwa ajili ya moyo wake vile ambavyo unataka. Jao kivumbi leo. Sasa huko ofisini leo Hamza anakaa na pisi yake. Sasa hivi mahaba muda wote juu kwa sababu wako ofisi moja. Sasa ndo hapo mwamba anamwambia bibie kwamba anataka aweze kusafiri na kuelekea Kaduna ambako atakaa huko kwa siku kadhaa ili pia aweze kuenjoy mapenzi yao kwa sababu amemiss. Lakini Funanya anamwambia itawezekana vipi? Unajua kabisa mimi naishi kwetu, nitamweleza vipi Pastor Enoch kwamba sitolala nyumbani? Ndo akasema waeleze tu kwamba trip hii itakuwa ni trip ya kikazi na bosi wako unataka wewe uweze kwenda naye Kaduna. Ndo hapo bana, taarifa hizo anazileta kwenye familia. Mama yake sasa, nilijua tu wanaanzaga hivi, wiki ya kwanza wiki ya pili mimba, silisema mimi. Lakini binti anasema hapana, hii ni safari ya kikazi na bosi wangu ni mtu anayejiheshimu, hakuna ambacho kitaendelea. Mama yake anasema kujiheshimu? Unazungumzia kujiheshimu? Ndo baba yake inabidi aweze kuingilia kati ili swala. Anambia mama yako ana concern ile jambo kwa sababu unajua kabisa tulivyokulea kidini mtoto wangu na hakuna siku ambayo umeweza kulala nje ya nyumba hii. Lakini binti akasisitiza kwamba hakuna lolote baya ambalo litatokea huko na kwenda, ni issue pekee za kikazi. Mama akasema nenda, lakini mwanangu, hela yako nauli iwe kiunoni, ukiona tu vitu vieleweki panda basi rejea nyumbani haraka. So ndo hivyo bana, anakubaliwa kuweza kusafiri kikazi, lakini haikuwa kazi. Upande wa pili ndo hivyo bana, amesafiri na bwana wake Hamza na lengo lilikuwa ni kwenda kuweza kuboresha mapenzi yao na kwa kuna namna yoyote ile zaidi ya kudanganya kwenye familia zao ili waweze kuwa karibu kutokana na tofauti ya dini zao. Asa leo Aisha anakuja huko ofisini kwa mchumba wake Hamza. Ndo kufika na kutana na huyu HR. HR alikuwa ni mbea kinoma. Ndo hapo sana anaweza kumpatia ubui kwamba Hamza siku hizi amebadilika sana toka aweze kuajiri binti mpya kama msaidizi wake. Ndo bidana anasema wait, binti mpya msaidizi wake? Anaambia ufahamu amejiri binti mpya tena Kikristo anaitwa Mary, na toka mwajiri sasa hivi bosi amekuwa nasafiri sana hivi ninavyoongea na wewe wapo Kaduna. Ndo hapo Aisha akili inaanza kumkaa sawa, kumbe hii ndo sababu ya mpenzi wake kuweza kubadilika hivi karibuni. Na ndo hapo sana mpatia maagizo huyu HR kwamba lolote ambayo itatokea kwenye hii ofisi ama atakuwa inaendelea, taarifa zote ziweze kumfikia yeye. Upande wa pili Hamza na Mayo wake penzi linaendelea, na leo bana namsurprise kwamba kumbe safari hii ilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kumpropose, tayari pia kwa ajili ya kumwoa. Ndo hapo bibi anaposhangaa na kupagawa
kinoma, na Mwamba ndo anapiga goti na kumuuliza will you marry me Funanya Mary Okoye, na kwa sababu ya mapenzi ya bidada kwa mpenzi wake anakataje akaweza kukubali bana. So hivyo kama chumbiana rasmi na tayari pia kwa ajili ya kupeleka mapenzi yao next level. Sasa leo yuko ofisini na Ifunanya bana, mahaba kibao huku na kule bana, anaingia Aisha na ndo Aisha anawakuta, ndo hapo kama mind kinoma kwamba kumbe huyu ndo sababu ya siku zote kuweza kuniignore, mapenzi hakuna, simu pokei, kumbe kwa sababu ya ubinti. Akashangaa pia kidoleni anaona pete. Hapo Aisha ndo kama mipagawa sana, akasema ali wewe kumchumbia ubinti wa Kikristo, unafahamu kabisa kwamba bibi ni mchumba wako pia. Sasa hapo ndo Ifunanya akashangaa kwamba kumbe pia amechumbiwa na Hamza. Ndo kabidi Ifunanya aweze kutoka nje, anatoka lakini maneno anatupiwa tu na Aisha. Na Aisha akamwambia Mwamba kwamba unaweza vipi kuvunja mahusiano ya wazazi wetu na kila ambacho wakijenga pamoja. Hiki kitu kama imemvuruga sana Aisha, lakini pia akamwacha huyu Mwamba pia kwenye mvurugiko mkubwa. So ndo hivyo bana, kabidi aweze kumfuata Ifunanya kwenye gari na kuzungumza naye, na kamweleza kabisa kwamba ni kweli amemchumbia yule binti kwa sababu za kifamilia, lakini hajawahi kuwa naye kabisa, na mapenzi yake moyo wake upo kwake Ifunanya. Lakini Ifunanya akasema tutawezaje kuweza kupenyeza mapenzi yetu katikati ya dimbwi la watu wanaotukataa kiasi hiki? Na Mwamba akasema penye nia pana njia mpenzi wangu, na leo nataka uweze kulala na mimi pamoja, usirudi nyumbani ili tuweze kutafakari vizuri hili jambo. Ndio Ifunanya ikabidi aweze kutuma text nyumbani kwao kudanganya kwamba hataweza kurudi nyumbani kwa sababu za kikazi. Hasa upande wa pili bana, yule Aisha kukoma kaenda nyumbani kwa yule binti Ifunanya na kufika akaweza kukutana na mama yake. Ndio anamweleza mama yake kwamba yeye anaitwa Aisha, mchumba halali wa Hamza Bello. Ndio mama akashangaa, Hamza Bello? Kwa sababu anamkumbuka huyu kijana ni kijana ambaye wao kama familia walishamkataka kitambo kidogo kuwa karibu na binti yao. Ndio huyo anamweleza kwamba binti yako hajakoma, yupo naye karibu na hivi sasa amekuwa anatoka naye kimapenzi ili hali yeye ni mchumba wake. Ndio maana akasema haiwezekani, walivyomlea binti yao hiko kitu hakiwezi kutokea. Ndio Aisha anamwambia kama mjui kwamba binti yenu kazi anaofanya ni kazini kwa bwanangu, na bwanangu ndo amemwajiri na wamekuwa kilala pamoja wakisafiri pamoja, na mambo yote yenyewe imekuwa mkifichwa. Mama yake Ifunanya akashangaa, akamwambia huyu binti mtoto wetu tujamlea hivyo, yuko pale kikazi tu. Ndo akamwambia kikazi huko naiba naume za watu. Sasa Aisha alikuwa na kauli mbaya sana, akatoa maneno mabaya sana kwenda kwa mama yake Ifunanya, kitu ambacho mama akawa kimemuudhi sana na akaamua kumtimua hapa nyumbani na kutaka kabisa kuweza kumsikiliza. Ndo Aisha kuweza kutoka, akamwambia asalamu alaykum. Mama akamwambia nenda na meleko zako, sitaki kusikia chochote kile. Sasa leo Ifunanya anarudi nyumbani, anashangaa sura za wazazi wake, anauliza vipi? Ndo anaambiwa kwamba alikuja Aisha hapa nyumbani kwao ambaye ni mchumba halali wa Hasani Bello ambaye yeye mtoto wao amekuwa akimuiba. Ndio Ifunanya anashangaa kwamba siri tayari imeshagundulika. Babake anasema unawezaje kulala na mume wa mtu wewe? Ndio Ifunanya anasema hapana, silali naye, ni mchumba wangu tu na tunapendana. Ndio mama yake kamstua, unasema nini Ifunanya? Babake ndo akamimind sana, akasema uko disgrace kabisa na hii familia, binti kutoka mashariki mwa Nigeria, unawezaje kwenda kaskazini kwenye bila dini nyingine? Lakini binti akasimamia msimamo wake kwamba yeye anampenda Hamza, hajali kuhusu dini, hajali kuhusu msimamo wa kimila wala nini. Mama yake hichi kitu kimemuumiza sana, muda wote akanalia, lakini binti yao akasema nimemfahamu Hamza kutoka tuko sekondari, sio mtu mbaya. Na mama yake akasema ina maana umekuwa unatudanganya toka ukiwa binti mdogo, kama unatoka na huyu kijana wa Kiislamu. Hii kitu kama imezidi kuleta huzuni kwenye hii familia. Sasa baba yake akasema kwamba kuanzia leo hatakiwi tena kwenda kwenye ile ofisi, na kila kitu ambacho amekichukua kwenye ile ofisi anatakiwa kirudishe. Lakini binti yao kwa mapenzi akawa amegoma bana. Ndio mwisho baba yake akasema sasa kama utomwacha huyo mvulana, wewe sio mtoto wangu tena. Hii kitu kama imezidi kutia mpasuko mkubwa kwenye hii familia. Mpasuko pia ambao kamehamia pia kwenye familia ya Hamza. Baba yake akashangaa, kwa malezi nilokulea dini ya Kiislamu naendaje kuoa binti huyu wa Kiigbo? Lakini mtoto wake akasema sioe kwa ajili ya familia, naoa kile ambacho mimi moyo wangu unataka. Baba yake akasema umekuwa sasa, kama utaweza kumwacha huyo binti, mimi sikutambui tena kama wewe ni mtoto wangu. Mama yake akahuzunika sana kusikia hivi, na hichi kitu bana ndo leo hii kumbe kawa kimepelekea wawili hawa waweze kuja kwenye manispaa ya halmashauri ya jiji hili kuweza kufunga ndoa, na mashahidi kati yao walikuwa ni watu wawili kutoka kwenye familia zao, kaka yake Ifunanya ambaye alikuwa anampenda sana dada yake, pamoja pia na dada yake Hamza kwa maana Zainab. So ndo hivyo bana akawa ameweza kufunga ndoa. Sasa sini ambayo ilikuwa inahuzunisha sana ni pale ambapo huyu binti baada ya kuweza kufunga ndoa na gauni lake la harusi akawa amekuja kwenye familia yake kuweza kuwapatia taarifa. Mama yake akawa amestuka sana, akaweza kuambia rasmi, mimi leo nimefunga ndoa na Hamza na ni mke wake wa halali. Mama yake ilimuuma sana. Baba yake pia ikawa imemstua sana, akasema umenitia aibu sana kwenye jamii yangu, umenitia aibu sana kwenye kanisa, nataka sura yangu wapi? Hichi kitu kama kimewaumiza sana familia ya mzee Okoye, na mzee akamwambia kwa sababu umeweza kuchagua njia yako, kuanzia leo wewe sio mtoto tena wa hii familia, na akawa amemfukuza. Na upande wa pili pia Mwamba akaweza kupiga goti kwa baba yake, lakini baba yake pia akawa ameumia sana. Mzee Suleiman, imamu wa msikiti, leo mtoto wake wa kiume ikawa imemhuzunisha sana, na akasema kwa sababu umeweza kuchagua njia hiyo,
kuanzia leo sikutambui tena kama mtoto wangu, na kuanzia sasa natakiwa utoke kwenye hii nyumba. Na wawili hawa, kwa maana Hamza na huyu binti, wakaja kuanzisha maisha sehemu nyingine kabisa. So maisha kawa ameendelea kati yao. Mwamba kawa anaendeleza imani yake na kuswali, na binti pia naye anaendeleza imani yake na kuswali, ili hali hawa wawili wakiwa ni wanandoa. Basi bana, leo wawili hawa wako pamoja nyumbani. Bibi anamwambia yuko na surprise yake mume wake. Kuweza kumpa surprise, na anamuonesha majibu ya vipimo. Huyu bibi bana alikuwa ni mjamzito, kitu ambacho kaka kimemfurahisha sana huyu Mwamba. Taarifa za ujauzito zikawa zimefika kwa mama yake Ifunanya, na leo akawa amekuja kumuona binti yake, kitu ambacho kawa kimemfurahisha sana Ifunanya kumuona mama yake. Na mama akasema vita kati yao haimhusishi kiumbe mpya ambaye atazaliwa kwenye familia hiyo, na kichangia kwamba atakuwa ni mjukuu wao wa pekee. So ndio hivyo bana, akasema ameshindwa kuweza kuendeleza hizi vita kati yao, na akawa tayari kuweza kuwa pamoja kwenye kipindi hiki na kumlea pia kwenye ujauzito mpaka kujifungua. So mwisho siku bana, baada ya muda kupita, bibi akawa amejifungua, na ileo bana akawa ameleta nyumbani mtoto wake, na mama yake pia Ifunanya ndiye ambaye alikuwa bega kwa bega siku zote na hii familia, baada ya kuweza kukubali kusamehe. Baada ya muda pia mama yake Hamza naye pia anakuja kuweza kumuona mjukuu wake, akawa amefurahi sana, naye pia akawa amefika hapa, na kwa mara ya kwanza pia akawa ametambulishwa mama yake Ifunanya. Shalom shalom, asalamu alaykum. Sababu wote wawili pia walikuwa tofauti ya dini, lakini wakawa wameunganishwa na hii familia. Hasa muda wao wakwe kuweza kuwa hapa ulikuwa ni muda wa vita sana, sababu hawa wawili wanatoka kwenye imani mbili tofauti, kwanza za kidini, lakini pia imani za kikabila, vita ambazo zikawa zinasababisha matatizo kwa kipindi cha muda ambao wao kuwepo hapa nyumbani. Sababu ni mbaya kwao, mjukuu wao baadaye atakuja kuumwa sana bana, kupelekwa hospitali, kitu ambacho kilipelekea familia hii kila mmoja kuweza kuomba na kusali kwa imani yake, kwa sababu mtoto alikuwa kwenye hali mbaya sana, kitu ambacho kilipelekea mama yake Ifunanya aweze kumpigia Pastor Enoch kumshtakia na kumwambia aje kuweza kusaidia maombi. Upande wa pili pia mama yake Hamza naye pia kabidi aweze kumpigia Imam Suleiman Bello naye pia aweze kuja kusaidia maombi kumnusuru mjukuu wao. So mwisho wa siku Pastor Enoch akawa ameweza kufika hapa hospitalini kwa mara ya kwanza, anakutana na binti yake. Ilitia sana huzuni bana. Upande wa pili pia Imam Suleiman Bello naye pia akaweza kufika hapa hospitalini, akaweza kukutana na mtoto wake Hamza baada ya muda mrefu kufika toka ameweza kumkana kwamba sio mtoto wake. So hii scene iliweza kuleta hisia sana kiukweli. So maombi yakawa yamezidi, wakasali sana, omba sana, na mwisho wa siku anakuja kuambiwa kwamba mjukuu wao sasa yuko sawa. Wakaweza kufurahi sana. Ndo hapo sasa ikabidi waweze kujiunga kama familia na kugundua kwamba hakukuwa na maana ya kuweza kutengana. Maombi yao yote mawili yameweza kusaidia, ya Kikristo na ya Kiislamu. So hapo ndo akaweza kuungana kwa mara ya kwanza kati ya familia ya Hamza pamoja na familia ya Ifunanya. Ndo hapo bana, baada ya muda kufika, leo inafanyika sherehe kubwa sana, sherehe ambayo ikaweza kuunganisha familia hizi, na rasmi hii leo Imam Suleiman Bello anaweza kukubali kuweka tofauti kati yake na Pastor Enoch Okoye na kuweza kuungana kwa pamoja. Sasa wanaweza kutangaza jina rasmi la mjukuu wao, kwamba upande wa Kikristo wametoa jina la Hope kwa maana ya tumaini, na kwa upande pia wa Kiislamu wao wakatoa jina kwamba mjukuu wao ataitwa Fatah Allah. So rasmi wataunganisha majina yao, kwa maana jumla atakuwa anaitwa Hope Fatah Allah. Na ndio hivyo bana, sherehe zikawa zimeendelea, zikapigwa kigoma cha Uruguay pale kwa ajili ya kuweza kuunganisha familia hizi, na maisha kama endelea. Na baadaye bana, baada ya siku kusogea, na ndo hapo sasa hii leo ujumbe unaweza kutoka kwenye kampuni ya Bello's Mom kwamba huyu mwamba inatakiwa aweze kurudi kwenye ile kampuni, aendelee na kazi kama kawaida, na hivi sasa atakuwa ni MD kwenye ile kampuni, kitu ambacho wakawa wamefurahi sana. So ndio hivyo bana, filamu hii inaweza kumalizika hapa, na kubwa zaidi ilikuwa ni mafunzo ya kuonesha kwamba licha ya jamii zetu zimekuwa zina utofauti wa kiimani za kidini na kimakabila labda, lakini mwisho wa siku Mungu anabaki kuwa ni mmoja, na hakuna haja ya familia zetu au jamii yetu kuwa kwenye tofauti yoyote. Hii ndio ilikuwa maana halisi ya hii filamu. Asante pia kuweza kunifuatilia, na hakikisha kwamba una follow account hii, una subscribe, una share, una comment kuonesha kwamba tuko pamoja damdam belele. Mimi naitwa Rahul Khan, Rahul, tunapatikana hivyo kwenye mitandao yote ya kijamii. Shukrani sana kuwa hapa jioni leo.